Unaweza kuwa unafanya biashara, wewe unagombana biashara, kumbe wewe sio mfanya biashara. Lakini roho ya kwenu sio ya biashara. Roho ya kwenu inawezekana hata uijui. Maana ukijua kwamba kwenu nyinyi wafanya biashara, utafanya biashara hata ndogo itafanikiwa. Lakini wewe ujui huko upande gani? Una roho ipi? Watu wengi wamefungwa kwenye familia. Wamefungwa kwenye maagano ya kifamilia. Wengine wamewekewa kwenye agano la makaburi kwenye familia zao. Walishawekwa huko na hawajui. Sasa akija huku, anakuja kanisani ili atoke, lakini hajui anatokaje. Huwezi kutoka kwa kusikia tu mambo ya mwilini. Unatoka kwa kusikia mambo ya rohoni na kuyaelewa mambo ya rohoni. Amen. Mambo ya mwilini hayawezi kutikisa kule kwenu. Haiwezi kutikisa miungu ya kwenu. Mambo ya mwilini yanajua kabisa huyu kwa hali alionayo hawezi kutuacha, hawezi kutoka kwetu. Na ndio maana anakuzuia wewe usijue mambo ya rohoni. Ukiingia kwenye kuomba maombi yako ili utoke kwenye hali ile, vinatokea vita badala ya matokeo ya vitu vizuri unavitaka kwenye maisha yako. Lazima ije vita kwenye maombi yako. Haleluya. Na siku zote kumbuka, unapoomba maombi ya kumaanisha kwa ajili ya kuomba kitu fulani, vita vitakuja tu. Maana alianzisha maombi alikutana na matokeo tofauti na kukata tamaa. Yesu anaanza siku ya kwanza mpaka 40. Anakutana na vita. Anakutana na shetani. Wewe leo unayeomba, na ndio maana huwezi kuanza kujiombea tu mwenyewe ukajianzishia tu kuomba bila sababu. Lazima uwe na kiongozi anayekwambia unaomba, ili ukikwama akusaidie kutoka hapo ulipo. Haleluya. Yesu wewe. Ukianza kuomba tu bila sababu ovyo ovyo tu naomba, utakutana na vidonda vya tumbo, lakini utakutana na mauti, utakutana na vitu vya ajabu vingi, kwa kuwa haujawa na kiongozi. Na kiongozi wa kwanza kwako ni Roho Mtakatifu. Sasa una uhusiano gani wewe na Roho Mtakatifu mpaka ukaingia kuomba kwa huyu Roho Mtakatifu? Na ndio maana kwa kuwa uhusiano wa Roho Mtakatifu na wewe uko mbali, kuna kiongozi aliwekwa kwa ajili yako. Mtumishi wa Mungu anayekuwa mbele yako ni kiongozi wa mambo ya rohoni. Amen. Huwezi kushinda bila kuwa kiongozi. Huwezi kushinda bila kuwa na mtu anayekuongoza. Lazima wepo kiongozi wa kuamuru, wa kusema, wa kuongoza uende namna gani juu ya maombi. Yesu anaongoza na kiongozi mmoja anaitwa Roho Mtakatifu. Ili ashinde ilikuwa lazima awe na Roho Mtakatifu. Anaanza fanya maombi, vita vinainuka, anakuja shetani, anakuja roho ya upinzani, roho ya kuzuia inaitwa shetani, roho ya kipepo. Anashinda kwa sababu ndani yake kulikuwa na roho. Na wewe ushinde kwa jina la Yesu. Amen. Na wewe ushinde kwa jina la Yesu. Amen. Na mambo ya rohoni yanataka sana uwe mwepesi wa kusamehe. Haleluya. Sio mwepesi wa kuhukumu. Mambo ya rohoni, hiyo siri imefichwa. Leo naona watu wanalalamika makanisani, unajua sisi walokole, unajua walokole wengi maskini. Wala si maskini. Wewe sio maskini. Wewe sio maskini. Umefungwa tu ubongo wako huku. Wamekufunga huko. Sasa anza kukiri utajiri, maana rohoni kunasikiliza. Ulimwengu wa roho unasikia. Unakiri nini kwenye kinywa chako? Unasemaje? Tumesikia taarifa ya mema, mabaya ndio yanakuja, mengi yanapiga kelele. Acha kusikiliza taarifa ya mabaya. Wewe shikilia ile taarifa njema uliyoipokea, ikusaidie kwenye maisha yako. Taarifa njema inaweza kufanya ukue hata kiroho. Amen. Ndio maana hata mitandao unayoisoma, hiyo mitandao yako, angalia hiyo simu zako hizo. Fuatilia hiyo simu. Usipende kufuatilia matukio ya ajabu kwenye simu. Yananyonya kiroho.